Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kijana Masudi Ali Hamadi mwenye umri wa miaka 24 amefariki dunia kwa kujinyonga katika maeneo ya Kitutia, wilaya ya Wete majira saa 7 mchana wa leo. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wamesema Masudi ambaye inadaiwa alikuwa na matatizo ya afya ya akili alijinyonga kwa kutumia waya wa breki wa beskeli katika choo cha nyumbani kwao. Majukumu yetu. Majina naitwa Abdallah Hamisi Salum. Mimi huyu alofariki baba yake na mimi ni kama ndugu, kwa sababu ni fundi wangu. Ndio alianza kunifundisha hii kazi ya ujenzi, shughuli zote. Hasa nimemweka kama ndugu, na hawa alokufa ni kama mwanangu, kusema kweli. Na nilichokishuhudia kwa kweli, mimi nilikuwa nafanya kazi nyumba hiyo ya mamake. Sasa alikuja mamake akanita. Baada ya kunita mamake, nikatoka nikenda kuingia ndani, akanambia kwamba nenda kaangalie kwenye choo. Kwenda kuangalia kwenye choo ndo namkuta mtu ananing'inia. Kwa hiyo pale mimi baada ya kumwangalia ni kwamba ashafariki, sikumgusa, lakini nilitoka moja kwa moja kwenda kupiga ripoti kituo cha polisi. Yaani hao ndio shuhudia. Lakini marehemu alikuwa ni mgonjwa kipindi karibuni miezi 3-4. Alikuwa anaumwa na mwanzo alianza kubojoka kwa miguu. Baadaye tena na dawa na nini ikawa anaweza ile kutembea. Sasa siwezi kujua kilichomsibu zaidi ni kitu gani. Ni mjumbe wa Sheikh Selemu. Wakati natoka msikitini nasikia watu wanazungumza kwamba kuna tukio, kuna kijana akajinyonga, lakini kwa sababu ni mjumbe wa Sheikh kabidi nitoke nifuatilie. Kweli nikakuta hii hali ipo, na nikachukua fursa ya kumpigia Sheikh Selemu, na sikutosheka na hapo, nikampigia na Afandi Komo ambaye ndo yuko katika shehia hii sasa hivi. Na kweli tukaja tukaangalia, tukakuta kijana akajitundika kweli, lakini alikuwa haonekani sehemu ya usoni, alikuwa anaonekana mgongoni. Na kwa kweli kamba alitundikia kwa kweli ni nyembamba sana. Basi tu ndio mitihani na ajali ishafika na ahadi yake. Kwa hiyo cha msingi tu tumuombeeni dua, basi inshallah alaze pahali pema. Ni hivyo. Katika tukio hilo, mkuu wa wilaya ya Wete ameitaka familia iliyokutwa na msiba huo kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu, na kuwataka wananchi walio na changamoto kama hizo kuwa karibu na watoto wao katika kuwasaidia kupata ushauri na tiba itakayowasaidia kuepukana na misiba kama hiyo. Inna lillahi. Kwanza tunao kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwepo hapa na afya pamoja na changamoto ambazo tumeipata. Lakini la pili, tunawashukuru wananchi wetu wa maeneo haya kwa kuungana pamoja kuja kuona tunasaidiana vipi na familia na majirani katika msiba huu ambao umetupata. Hakika kijana huyu ambaye ameondoka alikuwa ni tegemeo kwa wazazi, kwa familia na jamii kwa jumla. Lakini Mwenyezi Mungu naye pia amemhitaji. Na sisi tunapanga tunavyompangia, lakini Mwenyezi Mungu pia ndio mpangaji mkubwa. Sisi kwetu kwake lobakia ni kumwombea dua ili Mwenyezi Mungu amfikishe mahala pema yeye, na sisi ambao tutafuatia baadaye pia tuondoshe katika hali ambayo ni njema zaidi. Vile nikuombeni tu wananchi, tumesikia kuna baadhi ya maeneo kwamba vijana wetu hawa miongoni mwa familia kuna changamoto ya magonjwa. Nitoe wito kwenu wananchi wa maeneo haya kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia kwa sasa tumepata kituo chetu cha afya ya akili ambacho kwa bahati nzuri kipo hapa Wete katika maeneo pandani. Tukiona wenzetu kidogo hali zao ziko hivyo, mawazo na vitu vingine, basi tunapaswa tusikae nao tu, vijana tuwapeleke pale ili kusudi wakapate ushauri, wakapate matibabu kama mambo mengine kama hayo. Tupo wengi ambao tumetibika kwa hali kama hiyo. Kwa hivyo ikiwa hivyo ndivyo, basi katika maeneo yetu hatuna haja kuwafungia ndani vijana kama hawa, watoto pia tuweze kuwapeleka maeneo yale. Lakini pia kama wazazi tuwe karibu na vijana wetu hao katika kuzungumza nao kwa hekima
tuwaelekeze, tuwashauri kwa hekima zaidi. Na vijana wakati mwingine namna ambavyo unazungumza wewe mzazi akawa kufahamu na kahisi kama kwamba unamuonea, hata kuchukua mawazo mengine. Kwa kama si wazazi ama walezi, tuendelee basi kuwafundisha kwa nao kwa karibu kwa hekima zaidi, ili kusudi yale tunayoelekeza waweze kuyashika na kuwafanyia kazi vizuri. Wakati mwingine vijana wetu wamechanganyika na mambo tofauti yani. Nao pia familia kama baba amekuwa na changamoto hiyo, basi ami, jirani, shemeji kama hawa siweza kukaa naye ili kusudi waweze kuzungumza nao. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wenzangu, kama sasa hivi kwa masuala mazima ya afya ya akili hapa wetu tumepata kituo bora. Hatusafirishi kupeleka Unguja Kidongo Chekundu, sasa hivi tunatibu hapa Pemba na katika maeneo yetu haya maeneo yetu hapa ya Wete yani. Nikuombeni tuendelee kustahimili na msiba huu mzito, na wanafamilia pia tunaungana pamoja kwa kustahimili na msiba huu mzito. Like, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.